Onyeshe jengine andiko ambalo huwa nalipenda Max kwenye Biblia ni la Luka 3 mstari wa 14. Ili huwa nalipenda sana ili andiko. Na naomba watu walifuatilie sana ili andiko. Lina 14, lina mafundisho makubwa sana Max. Andiko linasema askari nao wakamuuliza. Wakamuuliza. Yaani Yesu hakuacha idara. Maaskari walikuwepo kipindi cha Yesu. Mapolisi walikuwepo kipindi cha Yesu. Wanajeshi walikuwepo kipindi cha Yesu. Wakatokea wakamuuliza Yesu katika Luka 3:14, sisi nasi tufanye nini ili tupate uzima wa milele? Askari wanamuuliza Yesu, tufanye nini ili tupate uzima wa milele? Yaani askari wanamuuliza Yesu, na sisi tufanye nini ili tupate uzima wa milele? Wanataka kujua kwamba na wao wanaupataje uzima wa milele. Tufanye nini ili tupate uzima wa milele? Yesu akawaambia, msimdhulumu mtu. Yesu akawaambia msimdhulumu mtu. Jibu kwa maaskari. Jibu kwa maaskari, Yesu anawaambia msimdhulumu mtu wala kumshtaki kwa uongo. Sio sisi. Yesu ndo anasema maneno hayo baada askari kumfata na kumwambia sisi nasi tufanye nini ili tupate uzima wa milele. Akawaambia kwanza msimdhulumu mtu. Askari yoyote aliyekuwa anafuata Biblia asome ile andiko, hatofanya hicho, hatofanya iko kitu, kwa sababu ile andiko limekataza kabisa kumdhulumu mtu. Kwa Yesu aliongea na watu wote, Yesu hajabakisha. Akasema wala msimshtaki mtu kwa uongo. Msimbambikie mtu kesi kwa uongo. Unasemaje hajafundishwa? Yesu alishafundishwa. Tena mtosheke na mishahara yenu. Tosheke na mishahara ile mnayoipata. Yesu anasema toshekeni nayo. Msifike mahala mkambambikia mtu bangi, mkambambikia mtu madawa ya kulevya, mkamfanyia mtu hivi ili mkapata pesa kwa ajili ya mishahara yenu. Yesu anasema toshekeni na mishahara yenu. Yesu alifunga sana haya maneno.